Why? Reality trusts you. Nakuweka ndani. Leo nakuja kutoka bila kuniaga. Unaenda wapi? Unaacha milango yote iko wazi. No notification. No security. Na sio kama haujui maisha yetu ambayo tunaishi ndani. Kazi yangu ni hatari. 24/7 watu wananivizia. Anaweza kaingia humu ndani mtu akafanya kitu chochote, akapandikiza kitu, akaiba kitu. And you are my companion. Why are you doing like this? Why are you doing like this? Imagine, nimekuja mapema sana. Saa 3 niko hapa. Naingia nyumba haina mtu yoyote. Kote kuna giza. Kila ninapoita pengine labda ulikuwa umelala, usingizi umekupitia, hakuna respond yoyote. I tried to call your phone several times. No answers. Just tell me. Ulikuwa wapi? Sorry sweetie. Mkojo umenibana, naomba niende chooni afu tutaongea. Ulikuwa wapi? Na kwa nini ulikuwa haupokei simu zangu? Na kwa nini haujaniaga? All in all, kwa nini umechelewa kurudi nyumbani? Sweetie, nasikia mkojo nimebana, naomba niende chooni then tutaongea. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa. Ndio maana tupo hapa tena kwa ajili ya kumkabidhi gari bwana Tamimu Ayubu ambaye yeye ni mshindi wa gari aina ya Toyota Harrier. Nijisikia ni furaha sana kwa sababu sikutegemea kama naweza nikapata zawadi ya gari kubwa kama hili. Imekuwa kama bahati kwangu. Mchezo wako pendwa ni upi? Kuna Flaming Hot, Heart of God, Wildy Forte, mchezo wa kindege ambao imenisaidia mpaka leo nimekuwa mshindi wa Toyota Harrier. Kupitia tovuti ya pmbet.co.tz inatoa gari aina ya Toyota Harrier kama iliyopo nyuma na Nissan X-Trail. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hivi unajiamini nini? Yaani unakuja kwenye nyumba ya watu, mwenyewe hayupo na unakaa kabisa umejiacha utasema kwako. Hivi ikatokea mimi nikasema mbona kuna kiasi changu cha pesa sikioni. Nikakuita mwizi. Na hamna naye kujua hapa. Nitakuwa nimekukosea? Na unapata wapi nguvu ya kuja sehemu ambayo mtu kashakwambia hakutaki? Mimi na wewe mkataba ulishaisha, sikuhitaji kwenye chochote kile. Hivi mbona unang'ang'ania sana? Sindi, kuna kitu ambacho natakiwa kitambue kwamba mimi hapa nimekuja ni kwa sababu ya neema ya Mungu tu. Na namshukuru Mungu katika hizi siku 2-3 nilikuwa nipo katika mfungo. Na leo ndio siku yangu ya mwisho kabisa kumaliza mfungo wangu. Lakini pia leo pale kanisani patakuwa pana ibada kubwa sana ya mkesha ambayo inafanyika pale kanisani. Na yote kwa sababu ya kutafuta nguvu za Mungu ambazo zitatusaidia sisi kwa ajili ya kuondoa vifungo, lakini pia kupata utakaso mkubwa katika maisha yetu ya kiroho. Kwa hiyo mchungaji pia akaniambia kwamba ingekuwa ni vizuri sana kama tungeambatana pamoja, kwa sababu baada ya kuisha ile ibada, kwa sababu pia kuna mambo ambayo baba mchungaji anataka kuzungumza na wewe. Na hii ni wito mkubwa sana. Kwa hiyo nikaona si vibaya
tuambatane kwa pamoja kwa ajili ya kwenda kumtukuza Mungu katika mkesha huu mkubwa kabisa. Nikwambie kitu. Mimi sina dini sasa hivi. Tumeelewana? Sina dini. Yaani ningesema labda mimi sasa hivi mpagani tu. Kwa siwezi kwenda huko kanisani. Si ndio unamkosea Mungu. Yaani wewe si ndio kuzungumza haya maneno kweli? Yaani unaongea maneno unajiamini, humuogopi kabisa Mungu wako. Wewe. Hivi. Wewe ulinikuta na dini yangu mimi. Na baada ya kukutana na wewe, kwa kuwa nilikuwa nakupenda na ninahisia na wewe, nikajikuta nimeingia kwenye dini yako. Lakini pale tu ulipoanza kuuchafua moyo wangu, kunichanganya kwa muda huu my dear, sina dini. Yaani mimi na wewe sasa hivi nipo tofauti kiimani. My dear, kwa sasa sina dini. Sio kule ambapo ulinikuta na hata hapo ambapo ulinileta. Sipo. Kwa sasa hivi mimi dini yangu pesa tu. Yaani naabudu hela. Nikilala naota pesa, nikiamka nawaza napataje pesa. Kila ninachokifanya ni pesa, hela, pesa. Tumeelewana? Kwa mimi nawaza hela. Kwa ukitaka tuongee mimi na wewe, niletee tu madili ya hela. Niletee mambo yanayohusu pesa, ndio tutaongea. Iwe imani, sijui tuongelee nini, ikiwa kinahusu, yani kuna uhusiano na pesa, tutaongea na tutaelewana. Hizo habari zako unazo niletea, sijui kuna mkesha, sijui mifungo, sijui kuna nini. Wapo watu wengi mtaani huko, nenda kawachukue. Wapo wadada, wapo watu kibao wanahitaji uponyaji, wapo watu wengi huko. Si wachukue wapeleke kwa huyo mchungaji wako. Alafu wewe, hivi unahisi ukija umenivalia shati lako, umefunga hadi kifungo cha mwisho, umeshika hivyo Biblia, unaona ndio utanishawishi? Kuna kigeni kipi? Wewe mtumishi wewe. Ambapo wewe tu na hiyo dini yako unahubiri, unasali, unafunga. Lakini mchafu, sio wa matendo, sio wa maneno. Unakuja kuniambia mimi hapa ambacho nitakuelewa tu. Kwamba Amani mtumishi wa Mungu kanifuata tuende kwenye maombi. Maombi yapi? Sitaki kukuona hapa nyumbani. Tena usije ukaniletea uchulo. Cindy. Ukisema hivyo unakosea Cindy. Kumbuka kwamba huu mkesha sio kwa ajili yangu. Huu mkesha ni kwa ajili ya Bwana. Wewe. Tena nikwambie kitu. Hapa nyumbani kwangu usikanyage tena. Na ukutana na mimi usije ukaniambia habari za mkesha, sijui uchungaji, sijui nini. Tumeelewana? Na usije ukakanyaga hapa. Toka. Ondoka bwana wewe. Cindy. Hivi Cindy, kwa nini uko na tabia za ajabu namna hii, Kwa nini kutoka hapa tukazungumza tukamaliza shida nini? Eti Cindy. Hivi kwa nini unapenda kuchanganya haya mambo Cindy? Yaani masuala ya mapenzi unachanganya masuala ya dini. Dini ni dini na mapenzi ni mapenzi. Hivi unaona kwamba eti kwamba kugombana mimi tumeanza kugombana. Watu wamegombana sana tangia mababu na mababu Cindy. Na wakaja wakamaliza yakaisha. Hivi wewe unaona kabisa kuniacha mimi peke yangu hapa nje. Cindy. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudio mnachelewa, nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu
ningeruka thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia Huko tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. ino dunia kuna namna mtu hata kama kuna muda haupati ile appetite ya kula, ila ninapojaribu tu kupata harufu ya chakula chako na ladha ya chakula chako, basi automatically najikuta napata ile appetite ya kula. Hongera sana mke wangu. You have a magical hands to produce a magic food. And I'm proud of you for that. Sasa, moja nikushauri kitu leo. Tukiacha mbali kichakula ambacho ni kizuri, blessing ambazo unazo natural. Leo kisha toka hapa ndani, pitia kidogo kwenye kale kasaluni kako ambako unajitengeneza. Kuna namna fulani hivi nataka ongeze ladha kwenye sura yako na muonekano wako. Alafu baada ya hapo rudi nyumbani. Natamani ni kuone leo ukiwa katika muonekano mpya, ili angalau niweze kupata new energy kutoka kwako. How do you think? Safi. And take it. Asante. Haujui tu kiasi gani mimi najisikia furaha kuona angalau tunaweza kuelewana kama hivi. Japokuwa hapa katikati kuna vitu ambavyo vilipelekea kuleta itirafu katika ndoa yetu. Lakini nakuomba mke wangu, tusiruhusu haya mambo yaendelee kututawala. Kila ndoa huwa zina changamoto zake. As a maturity, lazima tuonyeshe namna gani tunaweza kukabiliana na hizi changamoto na kuendelea kuishi no matter what. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba, kama kuna kitu ambacho unaona bado kinakuwa ni kikwazo na kina ukakasi katika yale ambayo yameshapita nyuma, tufunike hilo kombe mama, mwanaharamu hawezi kupita. Unajua kuna namna natamani ni kuone ukiwa ndani ya nyumba kama mke wangu. Natamani sana kuona furaha yako. Natamani sana kuona amani yako ya moyo. Na hizo ndio tunu kubwa ambazo kila mwanaume na mume aliyekamili anajivunia kuzizalisha kwa mke wake. Lakini vitu hivyo nimekuwa nikivikosa ndani ya muda mfupi mke wangu. So please, naomba turudi basi katika maisha yetu yale ambayo tulikuwa nayo mwanzo.
tusameheane kwa mistakes zote. Mpaka leo tumekaa hivi tunashare chakula pamoja. This is not easy. Kwa please mama, naomba turudi upya. Okay? Just look at me. Nataka nione macho yako. Kuna namna nimezoea kustazama mboni zako ukiwa unazungumza na mimi. Niangalie. Just look at me. Usinikwepe. Look at me. I want to see something from your heart. Look at me. Wife? Ino dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudio munachelewa, nye muwezi elewa. Shoga yangu hivi unajua Mashura sasa hivi ni anapunja matembele. Hivi unajua kama tunakaa timu ya mpira huko ndani? Mpaka hata sielewi. Yaani sijui. Halafu kinachoniumiza zaidi, hajui pesa mimi naipatia wapi. Unajua ile uchungu? Kazi yangu ngumu. Hivi hichi kidude jamani, hiki cha kuniambia mimi 500 hiki. Shoga yangu sasa hivi ushakuwa tajiri. Kwenye ile 500 yako ungetoa hata 10,000 ndani tukala vizuri. Wewe nawe. Sasa usubiri jamani, mambo yanaenda taratibu taratibu. Leo matembele, kesho mnaweza kula nyama hapo. Ela. Karibu. Tupo hapa tena kwa ajili ya kumkabidhi gari bwana Tamimu Ayubu ambaye yeye ni mshindi wa gari aina ya Toyota Harrier. Nijisikia ni furaha sana kwa sababu sikutegemea kama naweza nikapata zawadi ya gari kubwa kama hili. Imekuwa kama bahati kwangu. Mchezo wako pendwa ni upi? Kuna Flaming Hot, Heart of God, Wildy Forte, mchezo wa kindege ambao imenisaidia mpaka leo nimekuwa mshindi wa Toyota Harrier. Kupitia tovuti ya pmbet.co.tz inatoa gari aina ya Toyota Harrier kama iliyopo nyuma na Nissan X-Trail. Dasaizi. Salama. Tukamalizie kuchambua nje tumpishe mgeni. Wewe. Mimi mgeni wangu hapa alipo amenifuata mimi. Mwacha masiala bana twende nje. Daji. Nimeshakwambia mgeni wangu amenifuata mimi. Yeah. Ino dunia bwana. Mimi. Tupishe nje mimi niongee na mgeni. Jamani. Sasa hapo nikupishe utupishe? Tupishe bwana, mimi mgeni wangu mwenzio. Hapo alipo amekuja kunifuata mimi. Mbona unanichanganya? Sasa sichokielewa kipi shoga yangu. Labda tu nikutambulishe. Maana mlikuwa mumjui. Huyu ndo yule bwanangu. Yaani huyu ndo yule bonge la bwana aliyenikaribisha mjini. Yaani huyu ndo yule ambaye nilikwambia ananipa hela mingi. Ndo anaitwa Kavumba. Kavumba. Huyu rafiki yangu anaitwa Kipepeo. Karibu nyumbani kwetu Kavumba. Bila sijui hata umepajuaje.
We Mima wewe. Wewe mwenyewe unashangaa tu mtu kafikaje hapa. Hujiulizi kaletwa na nani? Huyu ndio yule mtu ambaye kila siku nilikuwa nawaimbia hapa kwamba nina mimba nahitaji nitoe. Ndio huyu. Na nilikuwa namsubiri kwa hamu kweli kwa ajili ya kujadili hayo masuala kutoa mimba. Sasa nakushangaa shoga yangu wewe unaletea mambo meusi kwamba mnajuana. Kumbe wewe ni mshenzi Yaani umenichanganya mimi na shoga yangu. Alafu umekaa tu kimya. Nye, kwani mnanidai? Na kama mnanidai, semeni niwalipe. Sasa nisikilize kwanza wewe. Mimi leo tumeshamalizana. Huna ambacho unanidai. Na mara ya mwisho tumeachana guesti, nimekupa chenji chako shilingi 500 kwa sababu ulitumia bajeti yako 49,500. Mama, mimi sio wa kung'ang'aniwa kiasi hicho. Sina upenzi na wewe tena. Tumeshamalizana. Sasa mama, sitaki unigande. Mimi sio mchumba wako, sio mume wako. Iwe marufuku na mwanzo mwisho kunifuatilia mimi. Sio, unielewa vizuri? Na wewe, nilijua tu mimba utapata. Maana hiyo ndio desturi yangu mimi. Sasa kama umeshapata mimba, sitaki kusikia neno la kutaka kutoa mimba. Na sina pesa ya kukupa ili ukatoe mimba. Sio desturi yangu mimi. Nikijaza lazima uzae. Kwa nenda kale au lea, ukishamaliza kulea sasa yule mtoto mlete nitamhudumia. Afu nilijua unanipigia simu kwa ajili ya starehe kwamba nianzishe bajeti mpya ili tuishi katika upya. Kumbe unanitia upuuzi wa kuhusu mimba. Mama, sina desturi hiyo. Hakikisha unafanya vitu tumeshamalizana. Wewe na wewe, sina upenzi na nyinyi, sina uchumba, sio wake zangu. Finish. Mchana mwema. Kumbe mjini mbwa wanaovaa suruali ni wengi. Wewe upunguze umalaya. Umeingia mjini juzi tu. Leo unaanza kupalamia mabwana za watu. Haya, kwa mfano ungekuwa na malazi, si ungekufa wewe kibudu. Na tumekushauri sana tu marafiki zako umetuona sisi wajinga. Leo kimekukwa Haya shoga yangu. Mimi ningejuaje kama yule ni bwana wako? Ulimpachika nembo kwenye paji lake la uso. Nijue kama huyu ni bwana wake na kipepeo, basi Mima huruhusi kutoka naye. Ni bwana wa shoga yako. Hao ulitaka nini nikale wapi? Nini nikale polisi? Hebu acha kujizima data wewe. Kama wifi yako imeisha, acha sasa niende nikailipie. Ulitumwa. Umetoka kijijini umekuja mjini kwa ajili ya kujiendeleza, sio kufuata hela na wanaume za watu. Hapo kwanza ni cheki. Haya shoga yangu. Kazi yako yenyewe tu ni burudani kwa wote. Haya, kila mwanaume utakayempata unataka kumbebea mimba. Mpaka uzeeni kwako shoga yangu. Utakuwa na watoto wangapi? Utakuja kuitwa na utazeeka mapema kipepeo. Utakuja uitwe bibi umri wako bado. Yaani wewe ni zaidi ya malaya. Malaya kabisa wa mwanamke. Wewe. Kuboka kwingi sio kujua kung'ata. Afu mjini tumekupokea wenyewe makontawa. Kwa hiyo umeingia kichwa. Afadhali yangu mimi mimba. Muda wote saa yote naweza nikaitoa. Kwa sababu hiyo mimba ya kwanza. Na kushangaa wewe shoga yangu, mwanaume mkutana naye siku ya kwanza unalia. Unataka umfanye mmeo tena. Tena mimi usijichanganye. Wewe malaya wewe. Chafu wewe baba mimba. Unabeba wewe unataka kuacha. Wewe mimba ya yambi kipenda mimba. Hapo ulipo pale chini. Sio ni mwanamke kweli. Kinachofanya mpigizane kelele zote hizo ni nini? Wewe mwanaume mwenyewe mnayemgombania wote kawakataa. Mwanaume mbaya, hela hana. Shida ni nini? Wewe, shida nini? Hata naelewa basi. Unaona malaya tu kwa hivyo unatusumbua basi. Na kipepeo ni tatizo gani? Shogangu hata sielewi. Ni umalaya tu unatusumbua. Ila bora umalaya wangu mimi shoga yetu ukazidi. Katudanganya kapewa 500 kumbe kapewa 500. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaje na wapumbavu wa Mungu dunia. Japokuwa umekuwa mzito sana siku hizi kupokea simu zangu, lakini ninachoshukuru tumeweza kuonana kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo leo ninachokiomba hapa tumalize kila kitu kwenye hiki kikao. Tena ikibidi tujipongeze kabisa.
kwa sababu kazi yetu kwa 90% imeshafanikiwa. Yaani hapa ninavyokuambia, nimeshapajua nyumbani kwa ile dada. Nimeshajua mtaa anaoishi. Yaani kiufupi nimejua kila kitu kuhusu yeye. Kwa sababu nimejua mpaka baadhi ya vitu ambavyo alikuwa ananificha. Mfano kuacha kazi kwenye saluni yangu, kumbe kashaacha, hajaniambia, na na mpango wa kufunguliwa saluni nyingine. Sina uhakika ni wapi anafungua, lakini najua Manyanya anamfungulia saluni nyingine. Tena bonge la saluni. Yaani kiufupi taarifa zote muhimu ninazo ambazo zinaweza kutusaidia kumwangamiza. Kwa hiyo sasa hapo kazi ni kwetu, maana sijajua tunaanzia wapi. Sikia ngombe kasi. Mimi nimekaa nimefikiria, sioni sababu ya kuendelea kumsumbua binti. Mimi naona tuishie hapa. Wewe muache aendelee na maisha yake. Naomba tusizungumzie tena kuhusu hili swala lake. Yaani nilifunge hapa. Tuachane naye kwa sababu sioni faida yoyote. Mwisho siku tutakuwa tunapoteza nguvu, tunapoteza muda, hakuna faida yoyote. Busy for nothing. Wewe muache aendelee na maisha yake. Basi. Kama ni jambo lilishatokea, hatuwezi kubadilisha chochote. Hakuna kipi ambacho nitasikia ambacho sikijui. Manyanya na mwanamke najua, yeye ni mjamzito najua. Kwa hiyo sioni sababu ya kuendelea kumfuatilia kwa chochote. Tuishie hapo. Hivi Vai, unajisikia unachokizungumza? Yaani inawezaje kuwa rahisi kiasi hiki? Yaani pamoja na matatizo uliyoyapitia kwa ajili ya huyu binti, leo eti unasema kirahisi tu kwamba tumwache tuachane naye. Kumbuka amekusababishia matatizo makubwa. Amesababisha ndoa yako ikaingia matatizoni. Ni yule binti. Yaani laiti ungemuona anavyotamba. Yule dada ni anajivunia kuwa na mume wako. Leo unakuja tu unasema eti tuachane naye kirahisi tu. Dada au ameshaanza kukuloga? Kwa sababu yule mtoto namjua vizuri mno, ni mshirikina. Kwa dada nilikuwa nakuomba, pambania ndoa yako. Yule ni mume wako, sio danga wala hawala. Na kama hujui nia ya yule mtoto ni kumkamata mmeo na kumfanya mume wake kabisa kusahau wewe kwenye maisha yake. Sasa wewe hapo jifanye msamaria mwema. Mwisho wa siku na kuona kabisa unakosa ndoa na mume unamkosa. Sikia ngombe kasi. Mpaka nimekuambia nimefikiria. Na najua nini nafanya. Mimi sioni sababu ya kuendelea kumsumbua huyo binti. Sioni sababu ya kumtendea ubaya wowote. Sioni. By the way, Manyanya usikute ndo alimtongoza. Hata angekuwa mwanamke yoyote yule, angetongozwa angekubali. Sasa mimi nitakuwa mwanamke wa design nyingine ambaye napigana na kila mwanamke ambaye atatembea na mwanaume wangu. Mfano mfupi, leo Mati anatembea na Manyanya. Kesho ameachana ameenda kwa mwanamke mwingine. Kwa hiyo nipigane tena na wewe mwanamke mwingine. Nimuue. Maybe nifanye visasi vya. Hapana, siwezi. Yaani kiuhalisia nitakuwa natengeneza cycle ya kipumbavu. Nimekusikia katembea na huyu, nenda nagombana naye. Kesho katembea na mwanamke mwingine, nenda nagombana naye. Na niko tamaa zake. Mimi nilichoamua, acha nideal na ndoa yangu. Acha nipambane naye mwenyewe. Acha nipigane mwenyewe. Sioni sababu ya kuendeleza hizi drama. Sijui tumfanyie hivi. Hapana. Kate, kama utakuwa na tatizo lingine utanitafuta. Ukiwa na shida zako binafsi nitafuta. Lakini usinitafute kwa sababu ya Mati. Hapana, naomba tuishie hapo. Sawa. Nimekuelewa vizuri sana. Lakini mimi nilikuwa nakuomba kitu kimoja tu. Unajua nini Davai? Yaani wewe sasa hivi ni kama dada yangu. Yaani nakuchukulia kama ndugu yangu wa damu. Na kiuhalisia mimi siwezi kuona dada yangu anateseka, anapitia matatizo kwenye ndoa yake wakati mtu anayesababisha hayo matatizo mimi namjua. Siwezi nikanyamaza. Kwa hiyo wewe Mati niachie mimi. Kuhusu Mati, mimi nitadili naye. Mimi nitadili na Mati vizuri kabisa. Pamoja na wewe umesema kwamba sijui tuachane naye, umeshamsamehe. Ila mimi yule binti namjua. Na ninajua ni nini amekipanga juu yako, nini anataka kufanya juu yako ambacho wewe haukijui. Kwa hiyo nitafanya kitu ambacho wewe mwenyewe ukisikia utasema kweli Kase umefanya.
Na kuhusu hilo mimi sihitaji malipo ya aina yoyote ile. Na wala sihitaji msaada wako. Lakini nakuahidi Vai, nitafanya kitu ambacho wewe mwenyewe utafurahia. Mkono wa heri. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes, get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone, utanishukuru baadaye. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, mana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, mana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu.